because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Hili ndilo neno la imani tunalohubiri. Ni neno gani la imani Paulo alihubiri? Na kwa hayo nitaweza kuwa mzima, mwenye kufanikiwa. Kwa hayo ninaweza kuwa na furaha kwa kinywa na akili. Kwa viungo hivyo viwili bila kusonga. Naam, alionya. Yesu Kristo katika siku za mwili wake alisema, angalieni, twaeni nira yangu juu yenu, kwa sababu ni nyepesi na rahisi kuibeba ni mzigo wangu. Tazama, mimi huwaletea habari njema za wokovu. Na angalia, zilikuwa habari mpya. Ndiyo maana hawatuelewi. Wanasema huduma hiyo ni rahisi sana. Watu wanaingia hapo na kuketi, wanaanza kuzungumza na kufikiri. Na ndivyo wanavyofanya. Hawafungi, hawakeshi, hawapambani, hawafanyi mafungo wakitafuta uwepo wa Mungu, kwa sababu wanasema tayari wamekamilika na ni wakamilifu. Hawaombi Mungu shuka, kwa sababu tayari ameshuka. Hawafanyi ibada ya kunawa miguu, kwa sababu tayari wamekamilika na hakuna haja ya kuonyesha unyenyekevu wa uongo. Watu hao hapo hawafanyi chochote, na ni kweli. Sisi hatufanyi chochote. Kama hapa ingekuwa kwa mafanikio, ningekuwa hapa, ingebidi nisaidiwe kupanda ngazi hizo. Kwa sababu basi, fikiria, na mataifa yote tuliyo nayo, ningekuwa nimeshamalizika. Yaani, unapofanya kazi na watu na kuwakilisha watu. Kwa mfano, mimi hufikiwa kila siku sasa kutoka mataifa yote. Hali na basi ninawezaje kuthibitisha kwamba kwa kweli ninatumia kinywa na akili? Basi mara tu ninaposikia tatizo, hapo ninaweka akili na kinywa na kusema, nasema, malaika, acha malaika watende. Mimi siyo. Na ninaposema, malaika shughulikieni hilo, mimi siendi siku inayofuata. Ukoje? Je, hii imefika? Angalia, je, wamefanya hivi? Kwa sababu kama sivyo, bili ya simu itakuwa ghali sana, na kisha inakuja wasiwasi mwingine wa kurekebisha kwa njia nyingine. Basi bili zinapanda, unaharibu kila kitu. Hapa huwezi kujiingiza, kwa sababu malaika wako katika huduma yako, lakini wako katika huduma yako ikiwa unaheshimu kile wanachosema. Kinywa na akili. Kinywa, ikiwa unaweka wasiwasi wako, shughuli zako, malaika wanasema, alizungumza lakini haonyeshi ushahidi. Ana shughuli nyingi, namwona ana wasiwasi sana. Anazungumza mara kwa mara kuhusu tatizo. Hey, wangapi wako katika mapumziko? Ukitenda mara moja unaingia kwenye matatizo. Sikiliza, na kama kulalamika kungetatua matatizo, mtu angekuwa akilalamika siku nzima, sivyo? Zaidi ya hayo, angalia tatizo unaloweza kujitafutia. Warumi, tutakuwa kidogo katika Warumi. Sikiliza, na kwa nini alimwambia yote hayo Roma? Huwezi kuona kwamba kutoka hapo ndipo kifo cha mataifa yote kingetoka? Basi kutoka hapa tutatoa uzima kwa ajili ya mataifa. Warumi 4 inasemaje? Katika mstari wa 4 inasemaje? Lakini kwa yule anayetenda inasemaje? Mshahara wake si kitu, bali kama nini? Na kama wewe unatenda matendo, unadaiwa na nani? Unadaiwa na Musa. Musa atakuambia umetenda. Timiza amri 613 za sheria. Kwa hivyo unakuwa basi unadaiwa. Hayo ndiyo yanayotokea makanisani. Hawatatuelewa. Kama wana madeni na akaunti yetu imelipwa. Na maanisha tuna madeni mengi sana hapa mwilini ili tuweze kujiongezea madeni na malaika sasa. Angalia, hili ni jambo zito, miongozo ninayokuambia usiku huu. Hii si mahubiri ya kawaida ya kutimiza nusu saa au dakika 45. Nazungumza na mataifa, nazungumza na wadanganya au nawaambia ukweli.
Ujumbe huu unategemea mataifa yote na ninyi nyote kuanza kutawala katika uzima kwa njia bora zaidi. Malaika wako tayari, lakini wanataka miongozo ifuatwe. Na miongozo ni yule anayetenda kazi hapa, mshahara wake hauhesabiwi kama neema, bali kama deni, na kuwa na deni kwa Musa ni tatizo kubwa. Kwa sababu kitabu cha Wagalatia sura ya 3 kinasema kwamba wote ambao wanategemea matendo ya sheria wako chini ya laana. Mchungaji, unasema vyama vya wachungaji wa Miami viko chini ya laana? Jibu mwenyewe. Twende kwenye Biblia nikuambie kama wako chini ya laana. Mabaraza ya televisheni, misa na ushauri wa wachungaji hao. Chachu kidogo huchachusha donge zima. Anayevunja kanuni hizi yuko chini ya laana. Angalia mstari wa 16 wa sura ya 4 unasema nini? Kwa hiyo ni kwa imani, ili iwe kwa neema, ili ahadi iwe imara kwa watu wawili au watatu, kwa ajili ya uzao wake wote. Ni kwa imani ili iwe neema. Angalia Warumi sura ya 11 mstari wa 6, tuendelee kusoma. Tukikaza kipimo kwenye kikombe ili unga zaidi uingie. 11. Angalia sura ya 11 mstari wa 6, na ikiwa ni neema inasema nini? Kwa njia nyingine neema ni nini? Si neema tena. Ikiwa ni matendo si neema, vinginevyo ni matendo. Unaingia kwa matendo au kwa neema? Kama ni matendo, basi si neema. Wazo ni kutochanganya uliyebarikiwa. Tatizo ni kuchanganya mambo. Ikichanganywa tu, agano linabatilika. Chukua mtungi wa maji safi na uweke tone moja la iodini. Kila kitu kinachafuliwa. Tunaishi katika mwili wa ufisadi. Kwa hiyo matunda pia yako katika ufisadi. Una 99 tufaha 99 nzuri, na ukiweka moja mbaya, zile 99 haziwezi kuirekebisha, bali ile mbaya inaharibu zile 99, kwa sababu tuko katika mwili wa ufisadi. Kwa hiyo angalia, unaishi kwa neema na unaweka tone moja la matendo, na tendo lina uwezo wa kula na kubatilisha neema yote. Linakuingiza kwenye deni na riba kubwa ya 45%. Unajitia madeni na kuharibu maisha, furaha inapotea. Malaika hawakuambatani nawe, kwa sababu wanaona mchanganyiko kinywani mwako na moyoni mwako. Wanaona mchanganyiko na huduma yako inabatilika. Na unaweza kukubaliana nami, lakini pia unaweza kuwa unasema, jamani, labda ndicho kinachonipata mimi, kwamba sijajihakikishia kama ni mapumziko mengi au machache, au mguu mmoja hapa na mwingine pale, kwa ajili ya tahadhari. Kidogo hapa, kidogo pale. Ndiyo, kuna watu wanaosema hayo anayohubiri Jose Luis de Jesus ni lala tu hapo. Sizungumzii uvivu, nazungumzia mapumziko. Mapumziko na uvivu ni tofauti. Mimi si mvivu na kesha nikikimbia. Nafanya kazi lakini nikiwa katika mapumziko. Na wewe unafanya kazi katika mapumziko. Mchungaji, mapumziko yako wapi? Katika namna unavyoweka mikono? Hapana, mapumziko, angalia, yako hapa akilini na yanajidhihirisha kupitia kinywa. Twende kwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Tazama mstari wa 21. Kwa maana katika hekima ya Mungu, ulimwengu haukumjua Mungu kwa njia ya hekima. Ilimpendeza Mungu kuwaokoa wale wanaoamini kwa upumbavu wa kuhubiri. Upumbavu wa kuhubiri ni nini? Kuita mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo, hiyo ni kazi ya wapumbavu. Upumbavu wa kuhubiri. Kila kitu ni sawa, sema kila kitu ni sawa. Jirani anakuuliza inakuwaje kila kitu ni sawa na matatizo ulio nayo?
Ndiyo, huu ni upumbavu. Watu hawaelewi imani kwa sababu ni upumbavu kusema nimefanikiwa, nina afya, niko sawa. Unaposema niko sawa, mwili wako unasubiri utoke hapa. Ili kusema kila kitu ni sawa, mantiki ya kibinadamu inaanza kukutumia mishale kukuambia usiamini uongo huo. Endelea na upumbavu huo na unaanza. Na lazima uchukue mishale hiyo yote ya moto na kuizuia, kuibatilisha. Napata mishale na lazima nipigane nayo. Hujachoka? Mingapi imebaki? Ni mingapi imebaki? Hiyo ndiyo ile vita nzuri ya imani. Pigana vita nzuri ya imani. Kuna vita nzuri, lakini lazima uipigane kwa kinywa na kwa akili, na huwezi kufikiri kwamba unajua kila kitu. Huwezi. Nina miaka 10 katika huduma. Mtume, hiyo ni kurudia. Hapana, usiseme ni kurudia, hii inakupeleka kwenye nyingine. Hii inakupeleka kwenye uzito mwingine wa utukufu. Ukiweka hili katika vitendo, kila kitu kinaenda sawa. Kila kitu. Kwa sababu utaanguka chini ya roho ya imani kwamba hata mambo yanapoenda vibaya, unapaswa kusema simkanushi Bwana katika hili. Inasema kila kitu hufanya kazi kwa wema. Neno la imani linaniambia lazima nishukuru hata katika hili ninalopitia. Hey, lazima nishukuru. Lazima nimtambue Bwana katika jambo hili. Neno la imani ni upumbavu. Tazama na Mungu anasema ilimpendeza. Sikiliza, ilimpendeza Mungu. Sema ilimpendeza. Sasa inabaki ikupendeze. Kuokoa waaminio, lakini si kuokoa roho zao, la, kwa maana kwa sadaka moja aliokoa roho yako. Ni kuwaokoa waaminio kutoka maisha haya ya wastani hapa duniani. Kuwaokoa kwa upumbavu. Hiyo ni sayansi ambayo Mungu alitoa agano la matendo. Na kila mtu alizoea kutenda. Je, huoni kwamba sisi ni watendaji wasioweza kupona kabisa? Tazama, mtu anakualika kula. Huwezi kuondoka bila kumwalika. Nitakualika, lazima urudishe fadhila. Hiyo iko kwenye mishipa, akili, moyo na desturi zako. Uthubutu kupewa kitu na kukaa kimya. Asante. Basi kwa ajili hiyo ndiyo neema. Asante. Neno neema linatoka hapo. Ingia katika upumbavu huu. Hii inafanya kazi. Isipokuwa mtindo wako wa maisha unakufanyia kazi, baki na hilo. Ikiwa unapendelea mtindo wako wa maisha wa wasiwasi na shughuli, unaweza pia kufanya hivyo, kwa sababu hapa kila kitu ni halali kabisa. Unaweza kuingia katika wasiwasi mkubwa sana. Na katika malalamiko hivi sasa, unaweza kufanya hivyo. Haikufai, lakini unaweza. Una haja ya kupanda wakati wanapokusanya sadaka. Una haja. Lakini haikufai. Una haja ya kujiendesha vizuri au vibaya. Una mwili. Fanya unachotaka, haikufai. Biblia inasema kila kitu ni halali. Fanya unachotaka. Katika kanisa hili hakuna kanuni za kuwa mwanachama. Hapa kila kitu kinaweza. Si kila kitu kinafaa, lakini kila kitu kinaweza. Dini zote zinategemea sheria fulani. Wanaziita sheria za imani. Laiti zingekuwa sheria za imani, ni sheria za matendo. Ili kuwa mwanachama hapa, lazima uwe hivi. Wanawake lazima wavae hivi. Hii lazima iwe hivi. Lazima ujiendeshe hivi. Lazima uwe na sifa hivi. Basi wanakupa orodha. Kisha wanakutuma kwenye kamati kuona kama unastahili. Labda baada ya miezi 6 wanakupitisha mbele. Tazama. Kuna mtu anayepinga wanachama wa kanisa. Na kama anasimama, sema napinga. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni wa timu fulani. Ya kitu fulani ya michezo. Au anapenda kulenga shabaha. Kila mara anapiga risasi, na hiyo ni hatari kwa sababu anaweza kumuua mtu yeyote. Na wanaziita sheria za imani. Laiti zingekuwa sheria za imani, hazingekuwa na sheria. Tazama kile kinachosema. Tumeanza kumaliza Waebrania sura ya 6.
Waebrania sura ya 6. Hii ndiyo roho ya imani ya milenia mpya. Kama huingii hapa, basi uko vibaya. Uko vibaya kama huingii hapa. Mungu amepanga kila kitu isipokuwa injili ya kweli. Ili injili hii iende kwa mataifa ni lazima kuharibu ile nyingine. Na sisi hatuharibu kwa kusema vibaya, kwa kusingizia, hapana. Sisi tunaharibu kwa kuonyesha ukweli, uongo unaanguka wenyewe. Ningependa kuharibu makanisa yote, kuyafuta, kuyaondoa kila mahali, lakini lazima nifanye hivyo kwa kusema ukweli, si kwa njia ya kimwili, wala kuwadhulumu watu, wala kuwatendea vibaya. Ni kwa kusema ukweli, uongo unatoka. Hivyo ndivyo uongo utakavyotoka. Katika sura ya 6 ya Waebrania, kuna pendekezo ambalo mtume anatoa. Anasema katika mstari wa 11 na 12, lakini tunatamani kila mmoja wenu, kila mmoja, hii si kwa ajili ya familia, aonyeshe bidii ile ile hadi mwisho, kwa uhakika wa tumaini, ili msije mkawa wavivu, bali waigaji wa wale ambao kwa imani na uvumilivu wanarithi ahadi hizo. Sikiliza, bidii ile ile. Unajua bidii ile ile ni nini? Kuomba, kukiri, kuendelea kukiri kile ambacho Paulo anasema kuhusu sisi. Ikiwa hii haikufanyii kazi, tafuta daktari wa akili akusaidie. Na hii inafanya kazi, sivyo? Hebu tutafute barua ya kwanza kwa Timotheo kabla ya Waebrania. Katika barua ya kwanza kwa Timotheo ili kuona maonyo. Katika sura ya kwanza mstari wa 18, angalia kile Paulo alimwambia Timotheo kwa sababu ya watu wawili waliofeli katika shauri hili tunalozungumzia usiku huu. Na ikiwa walifeli, unaweza kufeli kwa kutoka katika imani. Aliyebarikiwa aliyefeli, hebu fikiria. Anasema agizo hili, mwanangu Timotheo, na kuagiza ili kulingana na unabii uliotolewa hapo awali kukuhusu, upigane vita vizuri, ukishika imani hiyo. Katika bidii ya imani, ukishika imani na dhamiri njema ambayo wengine wameikataa na kusababisha imani yao kuzama, miongoni mwao wakiwa Himeneo na Alexander, ambao nimemkabidhi kwa Shetani ili wajifunze kutoongea. Yaani watu hawa wawili walitilia shaka upumbavu wa Paulo, ujumbe wa Paulo, mara moja akawapa kwa Shetani. Inamaanisha nini kumkabidhi kwa Shetani? Kutoka katika imani. Unatoka katika imani na kanuni za Roho na unaingia katika kanuni za mwili wako. Unapoingia katika kanuni za mwili wako, hiyo ni kuwa mikononi mwa Shetani. Si kwamba mtu mwenye utatu ananisubiri. Utatu unayo wewe mwenyewe. Wewe ndiye Shetani mdogo, mwili unakula. Kwa sababu kutoka katika imani ni kujiangamiza, ni kuzeeka, ni kukuleta kwenye wasiwasi kwa sababu huoni kwamba unatoka katika uhakika. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo na ushahidi wa mambo yasiyoonekana. Ni uhakika pamoja na ushahidi. Ndiyo, imekwisha fanyika, Bwana, kila kitu kitakuwa sawa. Lazima uingie katika uhakika na ushahidi. Paulo aliwakabidhi kwa Shetani. Alisema, nisameheni. Hamfai hapa. Uko na dhamiri mbaya. Dhamiri mbaya ni nini? Kukubali kuwa kuna dhambi. Na kukubali dhambi ni nini? Kufuata sheria ya Musa. Kila kisichotokana na imani ni dhambi. Waliingia katika dhamiri mbaya. Wakasema mambo ni mabaya. Kitu kibaya kitatokea. Hii itaharibika na unatoka katika imani, unajiharibu. Angalia, mimi nikiteleza katika imani. Oh Baba, hebu fikiria. Je, unajua jinsi hili limeendelea? Kwa nini unafikiri ninafundisha haya? Kwa sababu kwanza wananikemea, wananipa kama vitamini.
Bwana ananiambia, angalia, huoni kwamba shinikizo zinazokuja kwa mwanadamu ni kukuondoa katika imani? Na mimi shinikizo hizo zinanijia: fedha, lile, shughuli, hili, yale wanayosema, yale wanayozungumza, hali za kibinafsi, kila kitu kinaingia hapo na kinataka kunikamua. Na hiyo inakuja kukuangamiza. Huoni kwamba kama tulivyobarikiwa, Mungu anataka kukukamua, anaupa uhai mwili wako? Huoni aliweka mwili ili kukukamilisha wewe, roho yako? Anataka uishi katika roho. Anakufanyia mambo kuwa magumu katika mwili ili uteseke. Mungu ndiye anayekufanya uteseke. Wakati ananibana, natafuta njia ya kutokea. Subiri, kuna kitu kibaya hapa. Natafuta. Subiri. Hapana, kila kitu kiko sawa. Basi natoka katika makucha ya Shetani ambayo ni mwili wangu. Paulo alimwambia Timotheo, jichunge wewe na mafundisho. Tatizo liko katika mwili wako na mafundisho, imani. Unaingia katika imani na kutatua kila kitu. Kama unakufa, unasema vizuri, malaika au wananipa uhai au nakufa. Paulo anasema tuishi au tufe, sisi ni wa Bwana. Wananiua au wanaponya. Basi. Lakini usiniache hapa bila msimamo. Uvumilivu ni wa lazima kwa uhakika kamili wa imani. Hii ni kwa mashujaa. Lakini basi angalia, tazama jinsi mwili unavyokuhudumia, kukuambia hapana, hapana, wewe uko vibaya. Ni kwamba hili na hujafanya hili, unaanza kuleta hatia ili kuona kama inakuingiza katika dhamiri mbaya, tayari inakushikilia. Ni kama mamba wanaokukamata na kukuzamisha. Wacha tuache hapa kidogo ili usipambane wakati inakuzamisha. Wakati inakuzamisha, inakuinua na kukula nje. Basi ndivyo mwili ulivyo. Unataka nini? Kila kitu kikuendee vizuri. Nimekiri. Nilipanda, kila kitu lazima kiwe sawa. Hapana. Mungu anauweka tanuru, anauweka juu zaidi. Weka zaidi na zaidi, kidogo zaidi, ili mwili uumie. Unajua kwa nini? Ili kukupeleka kwenye maisha ya roho. Bwana alisema, mwanafunzi si bora kuliko mwalimu wake. Mwaka huu umekuwa mgumu sana kwangu. Moja ya miaka migumu zaidi ya maisha yangu. Na ndipo nimezaa matunda mengi zaidi. Wakati nimekuwa katika hali mbaya zaidi, nikizungumza katika mwili, majaribu ya kibinafsi, hali za huduma, fedha, hili, lile, na natoa mikutano bora. Na kwa nini mikutano bora inatoka wakati mtu anapitia majaribu? Kwa sababu mwili haukuachi uone maisha ya roho. Wakati kila kitu kinakuendea vizuri, nimebarikiwa, ninatawala. Lakini wakati inabana, inakuja aina nyingine ya maisha. Unaingia katika utawala ambao hakuna anayeweza kukuzuia. Hakuna kitu dhidi yako, lakini lazima uingie katika roho hii ya imani. Oh Baba, angalia kwamba una haki yote ya kuingia katika roho hii ya imani, kwa sababu wewe ni wa pekee. Unajua kwa nini wewe ni wa pekee? Kwa sababu uliwekwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Na Luka alisema, utakapopokea ahadi ya Baba yangu, mtapokea nguvu pamoja na ahadi. Na ahadi ilikuwa baada ya kuamini ndani yake, uliwekwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Inasema umewekwa muhuri, una haki yote ya kuingia kuishi katika uwanja wa imani. Lakini hiyo ni kwa mtindo na Biblia na maarifa. Hiyo ni maisha ya pekee. Hiyo inakufanya kuwa wa kipekee. Wewe si mtu yeyote. Wewe ni sehemu ya kusanyiko la roho za wenye haki waliokamilishwa. Lazima uingie katika roho hiyo ya imani. Kinachotokea ni kwamba lazima ufanye kazi na akili yako ya maabara. Akili hiyo yako inayokushikilia ni akili, kwa sababu angalia, karibu na wewe kuna neno, karibu na kinywa chako na moyo wako. Basi kinywa kinazungumza. Tatizo ni kama huna akili iliyooshwa vizuri kwa neno la neema. Basi kinywa kinachozungumza ni mambo ambayo malaika hawayaheshimu.
Hujawasikia watu wanaozungumza upuuzi na umechoka? Hujasikia vipindi hivyo vya redio? Wako na hayo tena. Badilisha hiyo tafadhali. Nimechoka na hayo. Basi ndivyo malaika walivyo na wewe wakati wanapokusikiliza. Acha nisikie alichosema. Hapana. Huu ni mtindo wa maisha. Sisemi ni rahisi, hapana. Wakati mwingine mambo madogo yanatoka na mwenzako, mwanamke, mtoto wako. Baba, nini kimetokea? Ulisema tulikuwa tumebarikiwa na sasa unasema niwe mwangalifu na dawa za kulevya. Ninaenda shuleni na nina malaika, kwa nini uwe na shaka na mimi? Afadhali uniambie uwe mwangalifu na malaika, si dawa za kulevya. Unaweza kutoka katika mapumziko hayo. Angalia, niliandika hapa dokezo. Baada ya msalaba unatumia tu kinywa na akili. Baada ya msalaba. Kabla ya msalaba hukuweza kutumia kinywa na akili, ilibidi utumie matendo. Mtu anayefanya kabla ya msalaba. Lakini kuingia msalabani, sasa ni mtu ambaye hafanyi, lakini anazungumza na anafikiri, anakiri. Ni tofauti kubwa. Ukifanya, unatoka katika roho ya imani. Na kila mtu ambaye hayuko katika roho hii yuko nje ya huduma. Kwa sababu kuna watu wanaojiburudisha na utabiri na mbegu mbili, walimwengu watatu, lile hili, waliochaguliwa. Lakini kama huna kiungo hiki, hata ukijitahidi vipi, siku moja utajivuna na kupotea. Huoni kuwa unachopaswa kulisha ni hiki? Hili ndilo neno la imani. Tunazungumzia siri zote. Niambie, siri hizo ziliandikwa miaka 2000 iliyopita. Sijui kwa nini sikuyaona, wala wewe wala wengine. Watu wanasema kuwa sisi tuna ufunuo. Leo mtu aliniambia kuhusu mchungaji mmoja kwa kaseti moja tu. Kaseti hiyo ilimaliza. Hiki ndicho kitu kikubwa zaidi duniani. Sijawahi kusikia mchungaji mwenye masomo ya theolojia. Na kwa kaseti yetu, akili yake ilimruka. Alikuwa na saa 2 za redio akazipanda. Angalia, saa hizi 2 zijaze na hili, mimi sithubutu kuzungumza. Lakini hilo lilikuwa hapo. Unajua kilichotokea, uliyebarikiwa? Sikiliza hili. Roho ya imani ilikuwa imejificha. Mungu hakuitoa, kama angeitoa wangeigundua. Sasa wanatheolojia, tafuta vitabu kuhusu utabiri. Unapata juzuu kama hizi. Hazikuambii kitu, lakini zinakuambia mengi. Juzuu kuhusu utabiri. Kuna kitabu cha Yohana Calvini, mwanatheolojia Yohana Calvini wa karne zilizopita. Kitabu alichoandika kuhusu utabiri ni kinene kiasi hiki. Hadi sasa hakuna aliyeelewa utabiri. Unajua kwa nini? Kwa sababu roho ya imani ilikuwa imefichwa. Roho ya imani ni hisia ya Mungu. Mungu alificha karama ya imani. Aliitoa kwa Paulo kwa sababu Paulo ananipa maagizo haya. Paulo alipokufa, hilo lilifichwa na matendo yakaingia, yakachanganywa na imani. Mchanganyiko. Kila kitu kinachochanganywa kimeharibiwa. Ndiyo maana inaitwa ukahaba wa kidini. Kahaba na binti zake. Kila kitu kimechafuliwa. Na kisha siku moja nilipofikiria kidogo, Bwana aliniambia twende safari ya anga kwa Jose Luis, njoo. Akanifunulia hili. Hili la neema lilianza kunichukua kichwa. Nilichukua miaka kwa sababu hili huchukua miaka. Wewe huchukua kidogo, mimi nilipita kazi. Nilisaga vioo, wewe unachotakiwa kufanya ni kuvila. Hili lilikuwa limefichwa. Angalia, uliyebarikiwa, kama neno linakuangazia sasa hivi, unasema sikiliza, ni rahisi kiasi gani hili. Lilikuwa limechanganyikiwa. Wangapi wanasema nilikuwa nimechanganyikiwa? Ni aina gani ya machafuko? Kwa sababu hili ni roho. Hii ni maisha ya roho. Lakini roho inadhihirika kupitia maarifa haya. Hapa lazima utoe, angalia, alama 1000 kuhusu imani. Huwezi kutoa chini ya hapo. Kuna kisa cha mtu aliyebarikiwa aliyekufa. Mwili wake ulikwenda kuzikwa, lakini roho yake ilikwenda mbinguni. Alipoingia mbinguni hakujua, alijiuliza ni nini hiki? Akatembea kidogo na kukutana na Paulo.
Na kisha basi, mtu hakuwa wa huduma yetu, alikuwa wa mfumo, sivyo? Alipomwona Paulo alimwambia, Mungu akubariki. Habari yako Paulo? Paulo alisema ni mbaya. Paulo alisema ni mbaya kijana. Na kisha akamwambia, na unaenda wapi? Na kisha akamwambia, ni kwamba nimeondoka tu. Walinifanyia ibada na kila kitu. Nimeondoka tu na naenda kwenye ufalme wa mbinguni, naenda mbinguni. Akamuuliza, mbinguni? Ni vigumu kuingia huko. Akamwambia, ni vigumu vipi? Lazima uwe na alama 1000 kabla ya kukutana na Bwana. Lazima uwe na alama 1000. Akamwambia, Paulo, nisaidie. Paulo anaanza kuuliza maswali ili kumjaribu. Akamuuliza, niambie kitu kimoja. Ulifanya nini huko duniani kama mwamini? Akajibu, nilikuwa nikihudhuria ibada zote za kanisa langu. Akamwambia, una alama 2. Na nini kingine ulichofanya? Zaka zangu, sadaka zangu, alama 6. Na nini kingine? Nilikuwa nikitembelea hospitali wagonjwa siku za Jumamosi. Nilikuwa nikienda na kuzungumza na wagonjwa huko Jackson. Akamwambia, vizuri, nitakupa alama 4 kwa ajili hiyo, kwa ajili ya wazee wagonjwa. Kwa kutembelea nyumba ya wazee nitakupa 8 bora. Alama 16. Nini kingine ulichofanya? Nilikuwa nikienda kwa kila kitu ambacho mchungaji alisema. Alipoomba msaada wa kusafisha programu maalum kwa kila kitu. Nakwambia nilienda kwa kila kitu. Sikunywa pombe, sikuvuta sigara. Nilijiepusha kwenda sinema. Hakuna ufukwe, hakuna kitu kama hicho. Una kama alama 35 tayari. 35. Na ngapi ni za kwenda kwa Bwana Paulo? Ni alama 1000. Nini kingine? Nini kingine ulichofanya? Nilifanya. Fanya, mtu anayefanya ataishi kwa hilo. Mtu alipoanza kutokwa na jasho, unajua, ni vigumu kuingia huko. Hapo mtu anaweza kuingia kwa neema ya Mungu. Una alama 1000. Waliobarikiwa